Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, Yanga Afrika wameendelea kutajwa na baadhi ya nyota ambao huenda kwenye dirisha kubwa la usajili wakawa sehemu ya kikosi hicho. Sasa moja kati ya taarifa ama tetesi ambayo niko nayo kutoka ndani ya klabu ya Yanga bwana, inasemekana klabu ya Yanga ya Tanzania ipo kwenye mazungumzo na kambi ya beki wa kati na nahodha kapteni wa klabu ya Asante kutoka Ghana, Samba Oneli mwenye umri wa miaka 26 ambaye anamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu huu. Bwana, Samba Oneli ni miongoni mwa mabeki bora katika ligi ya Ghana kwa sasa. Ikumbukwe Simba walimhitaji beki huyu katika dirisha dogo la usajili, lakini walishindwa kukamilisha sajili hiyo. Kwa hiyo Yanga bwana wanatajwa kuingia kati hapo na kutaka saini ya nyota huyo. Lakini tetesi nyingine ndani ya klabu ya Yanga bwana, klabu ya Yanga imefungua mazungumzo na wasimamizi wa kiungo mshambuliaji wa Al Hilali na raia kutoka Burundi Jean Claude Gilimuggisha ili kuona uwezekano wa kuipata huduma ya mchezaji huyo kwa msimu ujao. Bana, Gilimuggisha amekuwa akihusishwa na klabu ya Yanga mara kadhaa kwenye madirisha ya usajili ambayo yamepita, lakini Yanga wamekuwa wakishindwa kumalizana na nyota huyo kutokana pia na ubora, lakini pia na thamani ya mchezaji huyo. Kwa hiyo Yanga pia bana, kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili wamefungua mazungumzo na klabu ya Al Hilali kuona kama wanaweza kupata saini ya Jean Claude Gilimuggisha. Kwa hiyo tusubiri kuona pia kwenye dirisha kubwa la usajili kama litapita hivyo hivyo kama madirisha mengine ambayo yamepita na kama ambavyo Yanga alikuwa akihusishwa, tutapata kufahamu. Lakini taarifa nyingine ni kwamba uongozi wa klabu ya Yanga upo kwenye mazungumzo na klabu ya Singida Black Stars pamoja na wasimamizi wa kiungo mshambuliaji Lamine Jaju ili kupata huduma yake kuelekea msimu ujao wa ligi kuu na michuano ya kimataifa. Lamine Jaju ni mmoja kati ya nyota ama kiungo mshambuliaji ambaye ameendelea kufanya vizuri ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Sasa Yanga wanaonekana kuvutiwa na Lamine Jaju, kwa hiyo Yanga amefungua mazungumzo kuona kama wanaweza wakakamilisha usajili huyo. Lakini Yanga pia wanaripotiwa kufanya scouting ya muda sasa kwa kiungo Suleiman Fofana na mshambuliaji wa ASEC Mimosa ambaye amekuwa na kiwango bora kwa sasa kwenye ligi Ivory Coast. Maana anatajwa kama Aziz Ki mpya huko ASEC Mimosa kutokana na uwezo wake mkubwa anaendelea kuonyesha akiwa na umri wa miaka 19 tu mpaka sasa, akizaliwa tarehe 3 ya mwezi wa 5 2006. Ni Gen Z mtupu huyu, unaweza ukasema hivyo. ASEC Mimosa imekuwa kiwanda cha Yanga kwa muda sasa tangu iwasajili kina Stefano Aziz Ki, Pacome Zouzoua na Yao Kwasi, na sasa inamtazama Fofana kama mtu sahihi wa kuvaa viatu vya Aziz Ki ambaye aliondoka Yanga na kutibukia Wydad na baadaye Al Ittihad Tripoli ya kule nchini Libya. Yanga walijaribu kuziba pengo la Aziz Ki kwa kumleta Mohamed Dumbi aka AI, lakini hawakufanikiwa, na sasa ni zamu ya Suleiman Fofana. Kama Yanga atafanikiwa kupata saini yake, basi watakuwa wamepata vitu viwili, magoli na assist, kwa sababu Fofana ana uwezo wa kufanya vyote kwa usahihi. Kwa hiyo pia hiyo ni moja kati ya taarifa ama tetesi kutoka ndani ya klabu ya Yanga ambao wanatajwa kufanya mazungumzo na klabu ya ASEC Mimosa juu ya Suleiman Fofana. Lakini kiungo wa ushambuliaji raia wa Tanzania Emmanuel Kieke yuko mbioni kujiunga ndani ya klabu ya Yanga Afrika. Bwana, Kieke kiwasili ni mzaliwa wa nchini Ghana ambaye kwa sasa amechukua uraia wa Tanzania. Taarifa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali bwana vinamtaja Emmanuel Kieke kuwa anaelekea kujiunga na Mtanzania mwenzake Mohamed Damaro baada ya kutamatika msimu wa 25-26. Mazungumzo baina ya Yanga Afrika na viongozi wa juu wa klabu ya Singida Black Stars yamefikia pazuri. Kwa hiyo huenda tukamshuhudia pia Mtanzania mwingine ambaye aliomba uraia wakiwa pamoja na Mohamed Damaro wakajiunga pamoja ndani ya klabu ya Yanga ama wakajikuta wanacheza pamoja ndani ya klabu ya Yanga. Ni jambo la kusubiri na kuona nini ambacho kitatokea mara baada pia ya Yanga kuhusishwa na Emmanuel Kieke ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu hiyo. Yes, hizo ni baadhi tu ya tetesi za usajili kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili ambazo zimeendelea kuihusu klabu ya Yanga, na pengine huenda Yanga wakakabirisha tetesi hizi ama huenda pia zikasalia kuwa tetesi. Ngoja tusubiri kuona. Usisahau kusubscribe, like
na kubonyeza alama ya kengele. Asante.